outside this summer, my bro. Outside this summer. Hey. Hold on the fucking summer. Yes. Naam, sasa kupitia ukurasa wa Chati Tanzania leo, siku ya leo basi wameweza kuweka wazi nini ambacho kinaendelea kupitia nyimbo ya kwake Harmonize. Wameandika kwamba wimbo wa Harmonize Single Again umesikilizwa mara milioni 1 nchini US. Sasa katika mitandao ya Apple Music, na ongera sana kwake Harmonize. Hii ni ishara kwamba Harmonize kwa hivi sasa anazidi kusikilizwa na watu wengi sana kupitia nyimbo hii. Hii ikiwa kama ishara mafanikio yake kupitia nyimbo hii basi ni makubwa sana. Itambulike kwamba nyimbo ya kwake Harmonize mpaka kwa hivi sasa Single Again ni wimbo ambao ni maarufu wa msanii huyu ambaye kutoka katika lebo ya Konde Gang ambaye jina lake tunamtambua kama Harmonize, ambao ulitolewa mwaka 2023. Wimbo huu unazungumzia hisia za mtu aliyeachana na mpenzi wake, yani katika mahusiano, na gusia swala hilo wazi wazi kwamba aliachana na akajana na mwisho wa siku akaweza kuachia kichupa hichi ambacho mpaka kwa hivi sasa kinaweza kuleta matunda mazuri sana katika tasnia yake ya muziki. Alivyoelezea watu wazi kwamba nini ambacho kimemkuta, basi mafanikio haya ndio yameanza kufika kwa sasa hivi. Wimbo wa Single Again ulitolewa rasmi mwaka 2023 baada ya Harmonize basi aliweza kushirikiana na msanii wa Nigeria. Basi baada ya hapo, hii tunaongelea sasa remix, aliweza kushirikiana na msanii wa Nigeria anaitwa Ruga na kutoa remix hiyo wimbo mnamo Agosti 18 ambao unaongelea mwezi wa 8 tarehe 18 2023. Sasa kupitia Apple Music ndo audio hiyo iliweza kutoka kupitia Apple Music hiyo Agosti 18 2023, na mwisho wa siku mpaka kwa hivi sasa inafanya vizuri katika mtandao wa Apple Music huko US. Sasa mafanikio ya wimbo tangu kuachiwa kwake Single Again imepata mafanikio makubwa sana mitandao ya muziki. Wimbo huu umeweza kujipatia tuzo 3, na anaweza ngaongelea kwamba tuzo ambazo ilikuwa ni hat trick kupitia mitandao ya muziki. Wimbo huu umepatikana katika majukwaa mbalimbali, yani muziki kama vile Apple Music, Spotify, ambako unasikilizwa na kupendwa na mashabiki wengi. Sasa huku tunaongelea mashabiki sio wa bongo tu, mashabiki wengi sana ulimwenguni. Hasa kupitia mtandao wa YouTube mpaka sasa hivi video rasmi ya wimbo huu imepata maoni ya watu wengi kuonyesha kwamba ni umaarufu wa namna gani kupitia nyimbo hii ya kwake Harmonize. Naweza ngasema kwamba Harmonize kupitia nyimbo hii ameweza kujichukulia umaarufu na watu wengi wakapenda kazi yake mpaka kwa hivi sasa anaonekana kwamba ni msanii ambaye aliweza basi kutimiza kile ambacho alikuwa ameplan kukifanya katika sanaa hii. Single Again mpaka kwa hivi sasa inakuwa ni ngoma ambayo inaongelewa katika ulimwengu mzima. Ukifuatilia original na pamoja na remix, basi utajua kwamba original ya nyimbo hii ina views milioni 36 ndani ya mwaka mmoja, lakini pia ngoma ambayo pia imefanya na Ruga remix ina watazamaji milioni 8.3 ndani ya mwaka huu mmoja. Hapa utapata majibu kwamba Single Again ya kwake Harmonize bado katika mithili ya Audio Vision bado pia iliweza kujipigia milioni 9 na laki 8 kwa miaka miwili sasa tangu iweze kutoka. Ni baada ya hapo aliweza kupiga tena Acoustic Vision ambao basi iliweza kupata watazamaji milioni kwamba 325,025 kupitia mtandao wa YouTube. Vipi kuhusiana na mitandao mingine ambayo basi mpaka kwa hivi sasa inampa mtazamo mkubwa sana Harmonize katika mitandao mbalimbali? Kwa mfano kama mtandao wa Apple Music, tunaongelea kwamba watazamaji wasikilizaji ambao wamesikiliza kupitia nchi ya US, basi huko utajua kwamba mpaka kwa hivi sasa basi Harmonize anasikilizwa zaidi na wasikilizaji kutoka katika nchi hiyo, na inaweza kumpa mashavu makubwa sana kwamba endapo kama siku za usoni akaenda kufanya tatua yake katika nchi hizo, basi anaweza akajipatia wasikilizaji wengi sana, kwa sababu wana mark, yani kwa namna moja au nyingine wanamtambua kwamba ni msanii ambaye amefanya nyimbo ya aina gani, ni msanii ambaye ameimba kitu gani. Kwa hiyo wasikilizaji hao milioni 1 kutoka katika nchi hiyo pia ni kitu ambacho ni kikubwa sana. Sasa remix ya wimbo huu wa Single Again ambayo basi alianza kumshirikisha Ruga, basi imeweza kumuongezea mvuto sana, kwa sababu Ruga aliweza kupita na mistari ambayo ilimfanya pia hata Harmonize katika wimbo huu aonekane kwamba alikuwa amefunikwa na Ruga, kwa sababu Ruga pia alitumia akili na akatumia nguvu kubwa sana kuhakikisha kwamba nyimbo hii inaenda pia kuwafikia mashabiki zake. Kama mnakumbukumbu vizuri, Ruga ni moja kati ya mtu ambaye alikuwa anawainsisti watu wengi sana kutoka katika nchi ya Nigeria kwamba waende kustream nyimbo ile, kwani alichokifanya kule ndani ni kitu ambacho ni kikubwa na kitu ambacho ni kizuri. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine basi Ruga aliweza kumpa heshima ya namna nyingine tena Harmonize, kwani kufanya remix pamoja na yeye akiwa ni msanii wa kwanza kufanya naye ngoma, kwani Ruga katika lebo yake ya Joslin ilikuwa ni ngumu sana kufanya collaboration na msanii yote, ilikuwa hajafanya collaboration na msanii yote mpaka pale Harmonize
walipokuja kufanya naye remix. Itambulike kwamba wasanii wengi kutoka katika nchi ya Nigeria, lakini pia watu wakubwa wanaojihusisha na swala zima la muziki kutoka katika nchi ya Nigeria, wao walikuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba nyimbo hii basi inaweza kuwafikia watu wengi, kwani walionyesha zile hisia za waziwazi kwamba nyimbo ni kali. Ukijaribu kufuatilia basi muziki wa Tanzania kwa hivi sasa basi unazidi kuonekana kwamba ni muziki ambao unazidi kukua siku hadi siku. Mfano kama nyimbo ya kwa Kijaiva Kautaka ni ngoma ambayo ina trend Nigeria kwa namna moja au nyingine, basi unaanza kuona kabisa muziki wa Tanzania unaanza kumove kidogo kidogo kuelekea katika nchi za wenzetu, na wa Nigeria ni watu ambao ni vigumu sana kuweza appreciate na kukubali kazi yako, lakini kwake Harmonize wameweza kukubali, pia kwake Jaiva wameweza pia kukubali kwa namna moja au nyingine. Unaweza kuona kabisa kwamba mpaka wakina Asake ni watu ambao wanaisikiliza Kautaka, kina Burna Boy ni watu ambao wanasikiliza Kautaka, wamekuwa wakipost video nyingi sana, Wizkid, Tiwa Savage. Kwa hiyo ni watu ni wengi sana ambao wana appreciate sasa hivi kazi za Watanzania wengi ambao wamekuwa wakiwekeza muda wao mwingi kuhakikisha kwamba kazi zao zinaweza basi kuwafikia watu wengi ulimwenguni. Sasa kuhusu tuzo, hakuna taarifa mbaya sana kuhusiana na tuzo hizi, lakini nakukumbusha kwamba Harmonize alishachukua tuzo 3 ambazo basi tuzo hizo basi ziliweza basi kufanya kwamba single wageni kwa kuonekana kwamba kwa usiku mmoja aweza kufanya hat trick ya kuchukua tuzo 3 mfululizo, ambazo basi tuzo hizo basi ziliweza kumpa heshima na watu wengine wakasema labda tuzo hizo ameweza kuzinunua, lakini tuzo hizo ziliweza kushinda katika vipengele tofauti tofauti, na hii ilikuwa ni kule Marekani. Harmonize alifika mpaka Marekani na mwisho wa siku alikuwa ni mtu ambaye mwenye furaha sana kuweza kukamata tuzo hizo. Sasa vipi kuhusiana na single wageni mpaka kwa hivi sasa, nani ambaye ananufaika nayo zaidi? Mimi nataka kusema kwamba management ya kwake Harmonize na Harmonize kwa sasa wananufaika, kwani ni watu ambao waliwekeza muda wao mwingi kufanikisha jambo hili, na kuhusu ambaye aliachana naye anufaiki mpaka kwa hivi sasa, kwa sababu alimfanya aweze kuandika nyimbo nzuri, ila mafanikio anayopata ni basi Harmonize ndio anapata mafanikio, kwa sababu Kajala apate mafanikio kwa sababu wapo kwenye mahusiano tena pamoja, na uandishi ule uliweza kumpa mwanga mzuri kwa siku za usoni. Sasa single again ni wimbo ambao unaonyesha ubunifu na uwezo wa Harmonize katika swala zima la kuwasilisha hisia zake kwa kina katika muziki huu wa sasa. Sasa naweza kusema kwamba kupitia muziki, ingawa bado Harmonize hajapata tuzo nyingi maalum, mfano kama tuzo kutoka katika nchi ya Marekani tunaziita Grammy, basi ni tuzo ambazo kila msanii anaweza anazipigania aweze basi kuzipata. Hata Diamond Platnumz ni moja kati ya mtu ambaye amekuwa akizipigania tuzo hizo na kuonyesha kwamba nia madhubuti kwamba anatamani pia hata yeye mwenyewe aweze kupata. Mapokezi mazuri kutoka kwake Harmonize na mashabiki wake kutoka katika nchi za US pia zinaonyesha kwamba ni ishara nzuri kwamba Harmonize katika nchi huko Uingereza pia anasikilizwa zaidi. Mfano kama wakina Burna Boy amekuwa ni moja kati ya watu ambao wamekuwa wakisikilizwa sana katika nchi hizo, na wamekuwa wakifanya tour zao, basi tour zao zimekuwa na manufaa ambayo ni makubwa zaidi. Mimi nafikiri muda ukifika kila kitu kitajiweka upande wake, maji na mafuta yatatengana. Mimi sitakuwa na la ziada kwa muda huu. Hili daftari langu nalifunga hapa kuhusiana na single again katika siku hii ya leo. Bye bye for now.